Na asante sana kutoka studio. Hii leo tuko hapa katika eneo la Kangundo ambapo tupata fursa ya kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya NG-CDF katika maeneo bunge tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Mimi kwanza nasema kwamba ilikuwa wazo nzuri la kuweza kuendeleza maeneo bunge. Lakini kumekuwa na changamoto katika kule kufanya ile tunaita kwa kimombo rolling out ya miradi ya NG-CDF. Kwanza kabisa kwa sababu kisiasa, wakati ambapo wabunge wamesimamia ile miradi ambayo iko katika NG-CDF, unapata kwamba mheshimiwa akiondolewa katika mamlaka, mwingine aingie, kuna ile miradi yaendelezwe. Na hivyo basi tunaweza kusema kwa kimombo hiyo inaitwa ghost projects. Tunapata kwamba kuna miradi lakini haijakamilika. Ile nasema ni kwamba hii NG-CDF inafaa iwekwe vizuri, kwamba ipiganiwe, wabunge waondolewe pale, tuweze kuwa na managers, ikuwe professional management ya NG-CDF, ambapo tuweze kwamba miradi ikianzishwa hata kama mbunge ameondolewa, miradi inaendelea, sababu kuna yule manager ambaye anahakikisha kwamba miradi inaendelea. Lakini kwangu naunga kwamba ilikuwa wazo nzuri kule kuasisiwa kwa NG-CDF. Maoni yangu ni kwamba ili lilikuwa ni wazo nzuri ya kwamba serikali iliweza kutoa fedha hizi kwa maeneo bunge, kwa maana imeleta maendeleo. Kumekuwa na KMTC kuanzishwa, kumekuwa na hata TVETs, vocational training colleges, na hata ule mpito wa wanafunzi kutoka shule za msingi kwenda shule za upili kwa sababu ya zile bursaries. Isipokuwa kuna kule kuingiliana mambo ya siasa. Mambo ya siasa ikiondolewa pale, basi hii ni kitu nzuri ambayo inaleta maendeleo na miundo msingi katika maeneo bunge. NG-CDF inatusaidia sababu naona kuna vitu kama watoto watapewa basari, kuna shule zimepata basi. Hapo wazazi wamesaidika juu walikuwa wanaitwa wafanye harambee utafute basi, na sasa wakipata basi wamesaidika, watoto wanaenda kwa michezo. Na naona kuna changamoto ya kuna vitu zingine kama mtu hujampigia kura, hiyo side ni kama haiwezi pata kitu. Hiyo ndio ile challenge iko. Kama mtu amechaguliwa kama ni ile side, wanafaa watu wapewe kitu moja, watu wapewe the same. So mimi kwangu kusema NG-CDF Kangundo inasaidia, inafanya kazi. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo bunge la Kangundo katika kaunti ya Machakos, ambapo wengi wao wasema NG-CDF imesaidia sana kwa kununua mabasi ya shule, kupeana basari kwa watoto na pia kujenga mashule. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Naam, shukran Musui hapo kutoka kaunti ya Machakos, na tutazidi kuwasikiza wananchi kutoka kaunti mbalimbali. Tunawasikiza wananchi hao pamoja na wale ambao walikuwa wameuliza maswali awali. Tuanze na hili. Majukumu ya NG-CDF yanaanzia wapi, yanaishia wapi? Ni gani ambayo yako chini ya NG-CDF na ni majukumu gani ambayo hayawezi kufanyika chini ya CDF? I think kwanza kabisa kulingana na vile tumesikiza wananchi, la msingi mashirima ila inaitwa bottom line, kwamba wananchi wote wanakubali kwamba NG-CDF inafanya kazi na wanaona kazi ya NG-CDF. Ukitembea katika county, for example, ukienda county ya Nyeri, ile kazi mingi utaona ni ile kazi ambayo imefanywa na NG-CDF, kwa sababu hizo kazi zinaonekana, pesa yote inaenda katika miradi. Kwa hivyo tukubaliane kwanza na wewe na wananchi na sisi kwamba NG-CDF inafanya kazi na kazi ya pesa ya NG-CDF inaonekana. Tukubaliane hilo. Majukumu ya NG-CDF kulingana na kamati ya NG-CDF iko wazi: kujenga mashule, kama vile huyo mzee kutoka Machakos amesema, kujenga KMTC, kujenga ofisi za usalama. Kuna maeneo mbunge ambayo yamekubwa sana na insecurity, ukienda Laikipia West, ukienda Samburu, na NG-CDF inachukua hatua kujengea machifu, kujengea madio, maofisi, kujenga police stations. Na ili mbunge akichukua pesa ya NG-CDF, kamati ya bunge ya NG-CDF kichukua pesa iende ijengea polisi, hiyo eneo inakuwa na security. Tumetoa pesa ile ambayo ilikuwa ya michezo
ilikuwa 3.5%. Tumeipeleka sasa kujenga ile inaitwa ICT hubs, ina ili vijana wetu waweze kufanya online jobs. Sasa kila wadi ni jukumu ya kamati ya NGCDF kuhakikisha kwamba kuna ICT hub katika kila wadi. I think haswa na upeanaji wa basari, tunahakikisha kwamba hakuna mtoto ambaye anafukuzwa shule kwa sababu ya basari. Kama kule kwangu Mathira, hakuna mtoto hata mmoja wa day school ambaye atafukuzwa shule kwa huu mwaka wote kwa sababu kutumia pesa ya NGCDF. Kamati ilikaa chini ikagawa pesa, ikakuja ikafanya presentation kwangu sababu mimi ndio nawakilisha wananchi wa Mathira, tukakubaliana kwamba hii pesa itaenda kulipia watoto wa day school. Kwa hivyo hakuna mtoto hata mmoja kwa Mathira, kwa Mathira constituency anaweza fukuzwa shule. Tumelipa school fees yote, na sasa hiyo pesa inasaidia sana watoto wasome. Kwa hivyo hayo ndio majukumu ya NGCDF ambayo haiguzani na ile majukumu ya county government. There is no conflict katika pesa yetu na ile pesa ambayo inaenda county government. County government wanafanya kazi yao na sisi tunafanya kazi yetu, na wizara ya elimu inafanya kazi yao. Yeah. Mheshimiwa Ngogoyo, kuna mmoja hapa alikuwa ameuliza swali kuhusiana na barabara ya Kamura. Yes. Actually kuna huyo, na pia nimeona pale kwenye TV mtu alizungumzia kuhusu mambo ya barabara. Kwanza, CDF haina pesa ya barabara. Barabara zote ziko either chini ya county, Kera, Kura ama Kenha. Hiyo barabara ya Kamura ni barabara ambaye ni baadhi ya zile barabara zinaitwa stalled projects ambazo Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliacha kama amezipatia mwanakandarasi, na mwanakandarasi huyu alitengeneza nusu na nusu haipo sawa. Juzi tulileta watu wa Kura kwa sababu barabara tumeibadilisha ikaingia kwa Kura, wakafanya kiasi chake, lakini hawezi kufanya kazi nyingi kwa sababu iko chini ya kandarasi tofauti. So mpaka Kera wamalize and wa handover hiyo barabara. Ni baadhi ya changamoto tuko nazo kwa nchi. Tukingojea zile pesa rais ameahidi kwamba mabarabara yale yalikuwepo yameanzishwa tayari, zile ziko on contract zitengenezwe, na tunamuomba amalizie kwa sababu kuacha contract nusu, kama vile tu mmoja amesema hapa, contracts ambazo zimeachwa nusu zinakuwa white elephant. Nataka pia niseme ni makosa makubwa. Ngogoyo alikuwa anafanya siasa katika Kajiado North. Aliahidi watu wa Kajiado North wamchague ili awajengee barabara. Ni jukumu ya Ngogoyo, kama vile aliahidi wakazi wa Kajiado North kwamba akichaguliwa atajenga barabara. Haiwezi kuwa kila kitu analaumu rais, na wakati yeye alikuwa anafanya siasa alitembea huku akisema achaguliwe ili ajenge barabara. Achukue miguu, aende kwenye hiyo pesa iko yeye, akae chini, atafute hiyo pesa, akuja ajenge barabara. Lakini nadhani amesema kwamba rais ameahidi kwamba zile barabara ambazo zilikuwa zimesimama lakini kandarasi ilikuwa imeshatolewa kwamba zitaendelea. Na ni vizuri pia elewe, rais alikuja Ongata Rongai, zile barabara kwetu zinaitwa 65 km, akaahidi baada ya mwaka moja zitaisha. Sasa ni mwaka moja miezi 8. Lakini nataka niache hapo kwa sababu tabia kama hizi za wajumbe psychophants wa rais mimi sipendi. Lakini nataka ili tuweze kuendeleza huu mdahalo. Maka nyote ni wabunge ambao mnashabikia hii NGCDF. Tuache siasa zetu kando kwa dakika akisema rais ameshindwa, rais aliahidi Rongai. Ni dakika 60 peke yake. Ni dakika 60 peke yake zimebaki. Afanye kazi yake, acha kulaumu watu wengine. Hii NGCDF kwa nini iko na mzozano? Na kuna mmoja hapa ameuliza, tunataka kujua pia hao watu wa bodi ya NGCDF wanachaguliwa kivipi? Kuna mwingine anasema, I am following this debate keenly. Sincerely, NGCDF is just a political fund and should be transferred to the line ministries. In the construction of classes, there is a section in the Ministry of Education for infrastructure. Let the MPs deal with their roles of oversight, legislation and representation. The same should be done for bursaries. Kuna mwingine hapa kuhusiana na bursary, anasema pesa ya CDF sio watu wote wanasaidiwa, ni wachache wanapata bursary, then wafanyikazi wale wameajiriwa huko wako very arrogant. Cheki yako inaweza kutoka alafu unaambiwa imepotea, wacha ipelekwe county, pengine itasaidia Wakenya wote, tunataka usawa. Huyu anatoka Mwingi. Kuna mwingine anasema mbona wabunge wanakuamilia sana pesa hizo? Ni Florence kutoka Taita Taveta.
Mwingine anauliza hawa wabunge, kati ya zile pesa za CDF na masuala ya capitation, ni gani kuna pesa nyingi? Kwa nini hizi pesa haziwezi kujumuishwa? Na anasisitizia lile la swali la yule wa kwanza kuhusiana na kwamba hizi pesa zote ziweze kujumuishwa, ziweze kupitia kwa zile line ministries, maana at the end of the day hizi ministries ziko chini ya executive. Tuanze na lile swali la jinsi ambavyo watu wanaokaa kwenye bodi ya NGCDF wanavyochaguliwa. Wamombi. Kuna bodi mingi sana nchi hii, sio bodi la NGCDF peke yake. Kuna bodi mingi sana ambazo zinafanya kazi kwa wananchi. Vile vile tu watu wanateuliwa kukaa kwa hizo bodi, ndio tu hii ya NGCDF watu wanachaguliwa kukaa kwa bodi. Kuna bodi mingi sana. Kuna bodi ya KERA, kuna bodi ya KURA, kuna bodi ya Kenya Ports Authority, kuna bodi ya Kenya Pipeline Corporation, kuna bodi mingi, Ardhi Water mingi. Vile vile tu directors wa boards wanachaguliwa, ndio hii tu ya NGCDF inachaguliwa. Na tumekubaliana na msingi Mashirima ni kwamba Wakenya wanakubaliana kwamba ni sawa, tunaona kazi ambayo hizi pesa zinafanya, lakini swali ambayo wako nalo, na hiyo ndio tumekuja hapa kuwaelimisha, kwa nini wabunge ndio wanaamua ile miradi ambayo hizi pesa zinafanya. Na nimesikia mtu mmoja amekuuliza swali hapo, kwa nini hakuwezi kuwa na manager, a professional manager ambaye ndiye yule kutoka Machakos ndiye anakaa kwa kiti, anafanya kazi kama professional. Kunaye anaitwa fund manager. Huyu ako na nguvu kuniliko katika hiyo pesa. Huyo ndiye anaamua. Huyo ndiye anaandika check. Mimi hata checkbook ya Mathira ya pesa ya NGCDF sijui ni rangi gani, sijaiona. Iko na huyo fund manager ndiye anakaa na bodi yake ya pale Mathira, kamati ya NGCDF, wanaamua hii pesa itafanya hivi, hii pesa itafanya hivi. Wakishakaa chini wanaamua, wanakuja kama patron wananipresentia, sababu mimi ndio niko na jukumu kisheria kwenda kupresentia wananchi wa Mathira, na waambia tutajenga hii shule kwa mwaka huu, tutajenga hii shule, tutajenga hii shule, hii pesa tutalipa basari, kwa sababu ule fund manager hana jukumu kwenda kuwaambia wananchi. Ako tu na jukumu kabla au aweke hiyo pesa, aende kwa wananchi na kamati yake, achukue maoni ya wananchi, na hiyo inafanyika katika kila mwaka. Achukue maoni kwa wananchi, kwa hii wadi mungetaka tufanye miradi gani kupitia hizi pesa za NGCDF. Kwa hivyo mnasema kwamba hamna mchango wote? Hatuna. Kwa ule wale watu ambao wanakaa kwenye kamati ya CDF katika eneo bunge la Mathira kwa mfano na Kajiado North, hamna usemi wowote? Nani anawachagua hawa? Mmoja wao mwenye anakaa katika hiyo bodi ni DCC. DCC akiletwa, mimi simjui, automatically anakaa kwa hiyo bodi. Na wale wengine kuna selection panel inatengenezwa na huyo fund manager. Mtu wa kanisa, kama tu hizi bodi zingine, mtu wa kanisa analetwa hapo, wale watu, mtu ambaye anawakilisha wale watu walemavu anakaa kwa hiyo bodi. So ni watu, mimi sina msemo ni nani atakaa hiyo katika hiyo bodi. Ni yule fund manager akae na DCC waangalie nani atasimamia mlengo wa kanisa, ni huyu. Nani atasimamia mlengo wa wale walemavu, ni huyu. Mimi na kuta bodi imetayarishwa, wanaenda kwa wananchi, wanachukua maoni, pesa hii itafanya kazi gani, wanakuja sasa wananipresentia. Mheshimiwa Ngugo, labda unaweza kujibu lile swali ambalo limeulizwa mara kadhaa kuhusiana na ni kwa nini hizi pesa haziwezi kwenda kwa line ministries kuweza kutekeleza haya majukumu. Mashirima, pia nijazilie kusema kwamba watu wote ambao wanaserve kwa CDF committee hujaza application. Human resource person wa district anafanyisha interview, lazima uwe umehitimu kufika form 4. Lazima uwe, kwa mfano, lazima kuwe na mama moja, mzee moja, mwanarika mmoja mama, mwanarika mwingine mzee. Lazima kuwe na mwakilishi wa kanisa na mwakilishi wa wale ambao wanaishi na ulemavu. Na kuna mtu anaitwa co-opted, mtu ambaye anaweza kuwa na usemi ama maoni tofauti, basi hao ndio wanaingia kwenye kamati. Kisha ongezea district accountant yuko pale ambaye anaangalia pesa ya serikali, DCC, District Development Officer, hao ndio kamati ya NGCDF. Mara mingi watu hawajui, lakini hao ndio hata huamua project hii ichukuliwe, kwa sababu pengine hatutaki watoto wa kama town ya Ngong wako na shule moja tu ya serikali.
wacha tujenge madarasa 8 na sio madarasa 2. Kwenda kwa swali lako, ni vizuri kwa watu wengi hawa specifically kwa mambo ya projects. Vile projects ambazo zinakuja ni jukumu, kwa mfano kama secondary school iko na BOM. Hawa ndio huandikia CDF, ndio wao huenda kuleta maoni yao. Na mara mingi inakuwa vuta ni kuvute kwa sababu shule ni nyingi kuliko zile fedha. Na kila mwaka ni shule BOM mara mingi ndio zinafuatilia zile pesa. Kwa mfano kuna mifumo 2 ya kufanya miradi. Kuna ile inaitwa labor based na kuna ile inaitwa kandarasi. Sisi pale Kajiado North kwa mfano wanatumia kandarasi kwa sababu ni town. Mara mingi hizi mambo za kufanya labor based hazipelekani. Na ni vizuri watu waelewe ni jukumu ya taasisi, institution yoyote, TVET, primary, secondary school, kuenda kupeleka miradi yao na proposal kwa komiti ya CDF. Hawa ndio huamua. Wakishaamua basi mradi unaendelea kujengwa na sisi ukuja kukagua miradi ambayo tayari inaendelea, kuangalia kama wananchi wanapata faida ama kama miradi inajengwa kwa misingi ambaye sheria imesema. Na mara mingi mimi husema mimi niko na shule 16 peke yake, lakini zile shule zangu kila shule ina watoto karibu 4,000 5,000 ambaye hutapata pengine kwa Madhira. Ako na mashule mengi lakini hana watoto wengi. Mimi niko na watoto karibu 30,000 kwa primary school peke yake. Shule moja inaitwa Ngata Rongai primary school hapa Rongai iko na watoto 4,500. Jirani yake hapo ako na 3,000 ambaye ni shule ya Nakel primary school. Ukija Embulbul nilifungua madarasa 8 ambaye yamejengwa na pesa ya NGCDF, na ukiangalia ni jukumu la shule pia ama wale stakeholders PTA watafute kikao na NGCDF wakati wametangaza, na zile miradi ziweze kuchukuliwa na kuorodheshwa, kuwekwa kwa mpango ili iweze kujenga. Kusema upeleke pesa kwenye ministry kwa mfano, tayari ministry imekuanga ikijenga madarasa. Kwa nini hatujakuwa na madarasa ya kutosha? Kwa nini hatujakuwa? Kwa sababu bureaucracy ile wako naye. Pesa NGCDF haipotei kwa mwaka. Ni lazima pesa NGCDF ikue na lazima kazi yake ionekane. Kumbuka kwa ministry wasipofanya procurement, hiyo pesa imepotelea kwa mwaka ujao wa the next financial year. Kwa CDF sio hivyo. Pesa zile ziko kwa account, haziwezi tumika kwa kazi nyingine mpaka siku utajenga madarasa. Lazima iwe ni hiyo. Lakini kuna wale ambao watauliza basi kama hizo pesa hazifiki za wizara, nyinyi kama wabunge mchango wenu ni gani kuhakikisha kwamba hayo majukumu ya wizara ya elimu yanafanyika? Wabunge wa mwaka wa 2003 walikaa wakaona pesa hazifiki. Wakasema tutengeneze CDF. Na wote, aliyekuwa Rais Kibaki, aliyekuwa Waziri Mkuu Raila, Uhuru Kenyatta wakiwa kwa hiyo bunge, William Ruto, wote wakapiga kura ya kusema ndio tunakubali, wacha madarasa yajengwe na CDF. Wakati huo na mashirima ilikuwa ni njia rahisi ya kuhakikisha pesa hizi zisikae kwa wizara na zifanye kazi. Mara mingi watu wanasema hata kiongozi wa upinzani Raila, kiongozi wa Broadbase sasa hivi, mara mingi anasema kwamba pesa imekaa kwa wizara huko juu. So ili pesa iweze kufanya kazi, wabunge wote walipiga bila yoyote kupinga, walisema hizi pesa zote tuziweke kwa CDF ndio ziweze kutumika rahisi. Wacha nikueleze. Huyu ndugu yangu alisema kama inafanya kazi hakuna haja utengeneze tena. CDF inafanya kazi. Pesa ya CDF ikikaguliwa na mkuu wa the Auditor General anasema 96% ya hizo pesa zinafanya kazi. Zinafikia malengo yake. So hakuna haja tuende kutafuta njia nyingine. CDF ni njia mwafaka, wabunge wote, wale ni psychophants wa rais, wale sisi ambaye tunashikilia nchi, tumekubaliana sisi wote inafanya kazi vizuri. Nikiongezea kwa hiyo mashirima ni kwamba ile pesa sisi kama wabunge tunatetea kwanza ni capitation. Sababu hata nikipeleka pesa pale, for example nikupea shule moja Ngunguru Secondary School, hata nikipeana pesa ya kujenga madarasa na capitation haijaingia kwa hiyo shule, hakuna ile basic needs ya hiyo shule kuwezesha watoto kukaa kwa shule, hata nikiwa nimelipa school fees hao watoto watakaa kwa shule. Kwa hivyo sisi kama wabunge tukiwa bunge ile pesa tunatetea ya kwanza
na tunatetesha waziri wa elimu na wizara ni ya capitation. Na tunahakikisha kwamba kumekuwa na uzoefu wa kutuma hizo pesa, lakini tumehakikisha kwamba hiyo pesa inatumwa kwa ule wakati unaofaa. Mimi Ngogoyo akiniita Psycho Fund, kama watu wangu watapata barabara kwa sababu ya mimi kuwa Psycho Fund, nitaendelea kuwa Psycho Fund. Kama watu wangu wa Mathira wataendelea kupata maji sababu ya mimi kuwa Psycho Fund, nitaendelea kuwa Psycho Fund wa rais. Kama watu wangu ndio watapata stima ili niendelee kuwa Psycho Fund, basi nitaendelea kuwa ule Psycho Fund. Yeye analia barabara ya kwao imekwama. Watu wa Kajiado North, barabara ya kwao imekwama sababu mbunge wao anaelekea huku kwetu badala ya kwenda kutafuta mahali pesa iko. Haya, tuachie hapo ili tuweze kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa. Kuna moja anasema kuna mmoja ambaye anasema yeye ni kutoka Mathira. Anasema sisi watu wa Mathira hatupati basari. Tukiendewa tunaambiwa tungoje na mbunge. Utajibu swali hilo. Hiyo ni msema kweli. Hiyo ni mzuri sana hiyo. Mzuri sana. Kuna mwingine hapa anasema sisi hapa kwetu eneo la Kuria East inawakilishwa anasema wamefanya miradi hapa Kuria ya maajabu. Hivyo basi CDF iendelee mpaka mwisho. Wanayoipinga waangamie mpaka washangae. Haya. Kuna huyu hapa anasema mbunge wa Mathira anasema tuambie ukweli, selection inafanywa ya kamiti kuzingatia wale ambao waliwafanyia kampeni. Mbona unasema kwamba MP hahusiki? Kuna mwingine kutoka kaunti ya Kitui. Wacha niachane na hiyo. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tunarejea hivi. Wacha nitakusomea baadaye hizi ya kusomwa hewani. Tunapumzika tu, tutakaporejea utajibu hilo swali.